Kwa hiyo wapendwa, lazima neno la Mungu lisomwe kwa uweza na nguvu ya Roho Mtakatifu. Ndio atakayetufundisha, atamfunua Kristo katika lile neno, atamtukuza Kristo katika lile neno. Ili neno Mungu anatuambia nitakufundisha ili upate faida. Atatufundisha kwenye hili neno. Roho Mtakatifu vile vile atatumia njia nyingine mbalimbali kuongea na sisi. Roho Mtakatifu anaweza kutumia hata kuimba, yani nyimbo za kusifu, za kuabudu. Ushangai kuna siku unaamka tu asubuhi huko, Yesu kwetu ni rafiki, waambiwaje pia, hujui kwa nini unawimba huo. Lakini kuna siku nakumbuka, kuna wakati nilikuwa na upenda ule mwimbo, Jesus, 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 let the living waters flow over my soul. Let the Holy Spirit come and take control in every situation. Nyimbo. Ndio maana tunapata nyimbo. Kuna wakati unausikia wimbo na sasa nilikuwa naupenda zamani, kwa nini ulikuwa unaupenda? Angalia ulikuwa unapita wapi na Roho Mtakatifu alikuwa anakufundisha nini? Alikuwa anakuambia nini? Alikuwa anakusemesha nini? Alikuwa anakuongoza kwenye nini? Haya, Roho Mtakatifu vile vile anaongea na sisi kwenye maono na ndoto. Ndoto, maono tunapoenda kulala. Basi kwa full video naomba usubscribe channel ya Binti 750, nifuate Instagram na TikTok, na Mungu akubariki sana.